Shalom shalom watoto wa Mungu. Ninawasalimu tena katika jina la Yesu Kristo. Na ninawakaribisha tena katika mwezi mpya. Ninasema Mungu ni mwema kwa sababu ya uaminifu wake na kwa sababu ya upendo wake. Nimefanikiwa miongoni mwa watu ambao wamefanikiwa kuona siku njema na kufika katika mwezi mpya. Yawezekana pia hata wewe umefanikiwa kufika mwezi mpya. Haijalishi ile mambo ambayo umekabiliana nayo. Saizi tuko katika mwezi mpya. Uanze kuelewa katika mwezi mpya. Yawezekana inaweza kuwa ni mwezi ambao Mungu ameandaa wewe kufanikiwa. Yawezekana inaweza kuwa ni mwezi ambao Mungu ameandaa kukupea ushindi wewe. Kwa hiyo hauna wakati wa kukatishwa tamaa. Una nafasi ya kumwambia Mungu asante. Kwa sababu ninajua baadhi ya watu wengi hawakufanikiwa kumaliza mwezi wa 9. Wengi hawakuingia katika mwezi wa 10. Kadiri tunavyoingia katika mwezi wa 10, hii ni chapter mpya imefunguliwa. Kwa hiyo wewe si mtu wa mwezi wa 9, umeingia katika mwezi wa 10. Kwa hiyo nataka kukutia moyo, nataka kujenga imani yako, nataka kukuhimiza nikwambie kwamba Mungu anakuwazia mema. Ingawa umeingia katika mwezi mpya, anza kusahau yale ambayo yalipita na uanze kushikilia yale ambayo yanakuja, na uanze kuona nuru ya Bwana, na uanze kuona mpango ya Mungu kwa maisha yako, na uanze kuona upendo wa Mungu kwa maisha yako. Maana ninajua baadhi ya watu wengi, kama ingelikuwa kununua uhai, wangenunua kwa sababu walikuwa na pesa. Lakini kwa sababu Mungu si wa upendeleo, kuna kitu moja ambacho alikiweka sawa sawa. Hata kama uko na pesa namna gani, hata kama huna pesa, kuna kitu moja ambacho tumelinganishwa nacho, ambacho ni kifo. Hapa hakuna mambo ya mkubwa, hakuna mambo ya mtoto, hakuna cha mtumishi, hakuna cha mwenye heshima, hakuna cha rais, hakuna cha mwenye kuwa na uweza. Watu wote njia ni moja. Lakini kitu moja ambacho ni cha ajabu, ama ni kitu ambacho cha muhimu sana kwetu sisi, hatuwezi kuwa sawa sawa. Wao wanapokufa watakuja kungojea hukumu na kwenda kuingia katika moto. Lakini sisi tunaonekana kukufa, basi tunalala, na wakati wa kuamsha tutaamshwa na twende turidhi katika uzima wa milele. Kwa hiyo nataka kuambia kwamba uko na neema yako. Wakati umeokoka uko na neema. Nataka kukuambia kwamba Mungu ana mpango mwema kwa ajili yako. Na hiyo mpango, na hiyo kusudi itakwenda kutimia. Kama Mungu amekuacha kuweza kuishi, jua hata kwamba mategemeo ama matarajio yako, haja za moyo wako bado ziko. Mungu hajasema kwamba hata kutendea. Wewe kuwa na imani tu. Unapoanza mwezi mpya, uanze kutabiria mwezi mpya, uanze kunenea mwezi mpya, uanze kukiri kwa sababu ya mwezi mpya, uanze kuona tofauti, kwa sababu Mungu anataka tuwe watu wa imani, sababu mwenye haki wake ataishi kwa imani. Hiyo ndio maandiko nasema, kitabu cha Waebrania 10:38, lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita, moyo wangu hauna furaha na yeye. Kwa hiyo nataka kukuambia kwamba uwe na imani. Ingawa kama unakabiliana na mambo mengine mazito na machungu, lakini uwe na imani. Kwa sababu yale mambo yamekupata wewe, yakipata mwingine yanaweza kummaliza. Kwa hiyo nataka nikuambie kwamba Mungu ana mpango na wewe na ana makusudi mema na wewe. Nataka nikubariki tena katika mwezi mpya. Nisome neno la Mungu katika kitabu cha Samueli wa kwanza, 1 Samuel chapter 9 verse 3. Nitasoma nishuke 22 mpaka 23 niweze nikubarikishe. Kitabu cha Samueli wa kwanza. Majina ni Apostle Juma David. Nimeokoka na Yesu Kristo ni Bwana Mwokozi wa maisha yangu, na ninashukuru kwa sababu yako pia, kwa sababu ninajua Mungu amekuhifadhi. Acha nikubariki na hili neno katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura 9 mstari wake wa 3 inaanza kusema hivi: na punda za Kishi baba yake Sauli walikuwa wamepotea. Kishi akamwambia Sauli mwanawe, haya basi, toa mtumishi mmoja pamoja nawe, ondoke uende ukawatafute punda hao. Nisome 22 nasema namna gani? Naye Samueli akamtwaa Sauli na mtumishi wake, akawaleta ndani Sebuloni, akawaketisha mahali pa heshima kati ya watu walioalikwa, nao jumla yao walikuwa kama watu 30. Samueli akamwambia mpishi, leta ile sehemu niliyokupa, hiyo niliyokuambia iweke akiba.
Nataka kuzungumzia sababu ya njia za Mungu. Sababu njia za Mungu hazieleweki, hazichunguziki. Ni njia ambazo ziko kamilifu. Kwako zinaweza onekana kwamba hazikupendezi, hazikufurahishi, lakini ndio Mungu anapendezwa nayo. Sometime unaweza pitia njia ya mateso. Sometime unaweza pitia njia za vilio. Unaweza pitia njia za majangwa, njia za madharau, njia za ukame, njia za ufukara, njia ambazo unapata kwamba za umaskini kabisa, njia ambazo wengine ni magonjwa kila wakati. But nataka kukuambia tu kitu moja, ya kwamba kuna vitu vingine hauwezi badilisha katika maisha yako. Na kama Mungu amekusudia upitie katika ile hali, sababu Mungu anatuandaa sisi kuweza kuwa ushuhuda kwa maisha ya watu wengine. Ametuandaa sisi kuweza kuja kutengeneza maisha ya watu wengine. Maana kuna watu wengine hawataokoka sababu ya kuhubiriwa. Wengine watafuata Mungu kwa sababu ya kusikia ushuhuda, sababu ya ushuhuda. Na hiyo ushuhuda haitatokea kwa watu wengine, itatokea kwako wewe, itatokea kwangu mimi. Kama ni kupigwa, kama ni kulala njaa, kama ni kutengwa, kama ni kudharauliwa, itapitia kwako tu ama kwangu mimi. Na kisha kesho Mungu anapobadilisha, kuna mtu mwingine ambaye atakuja na atapitia katika ile hali. Kuna watu wengine katika ndoa yako ndio inaweza kuwa mlango ya kuweza kupitia kwa shida zako. Na sasa unapitia hizo shida, Mungu ataandaa mtu mwingine ambaye atakuwa na shida katika ndoa. Akisha kesho wewe unakuja kumsaidia. Ndugu yangu, sometime tuko tunakabiliana na mambo unashindwa kuelewa. Unaanza kupigana na shetani, na japo shetani hayuko hata hapo, ni Mungu tu mwenyewe anakupitisha ndani. Naona hata mtu ambaye anaitwa Yusufu wakati ambapo ndugu zake walimuuza, yeye angefikiria kuchukia wa ndugu zake, lakini hakujua kwamba ndio njia ambayo Mungu ametumia ili aweze kufikia katika hatima ya moyo wake. Mambo mengine, kuwa mtu wa kutekeleza, kusikiza moyo wako. Piga moyo wako konde. Uwe mtu wa kufanya mahesabu ukiwa umetulia. Mara nyingine unaweza pitia mateso kweli, lakini unasikia moyo wako uko na amani. Na wengine wakipitia mateso, wakipitia stress, unasikia uamuzi wako wa mwisho ni kwamba heri wajitoe uhai. Lakini wewe uko nasikia kweli unaumia, but uko nasikia amani. You feel peace in your heart. Yaani kumaanisha kwamba kuna presence ya Mungu kwa maisha yako. Inawezekana kwamba ni kusudi la Mungu. Sababu nataka kuzungumzia hapa, njia za Mungu hazishughulizi, hazieleweki kweli. Ni njia ambazo inabidi kuwa katika maisha ya kiroho. Ndio naweza kuwa satisfied. Maana kama utakuwa mambo katika njia za kiroho, utakuwa mtu wa kunungunika. Unaona Israeli gisi walikuwa manungunika, wanafadhaika sababu ya njia. Wanafadhaika, wananungunika, wanakosana na Mungu, wanakosana na Musa. Sababu gani? Hawakukuwa naelewa. Sometimes Mungu anaweza kupitisha kwa safari ndefu. Kwa sababu gani? Wewe ni mtu ambaye uko mtu wa maono makubwa, uko mtu ambaye utatendewa mambo makubwa, anakupitisha kwa hiyo safari ndefu. But kama hautaelewa, utakosana hapo mbele, utafadhaika hapo mbele, utanungunika hapo mbele. Mara nyingine utatua msalaba, unasema kwamba nimechoka. Watu wengine wakikawia kupata ndoa, wakikawia kupata kazi, wengine unaweza kuombea watu, wengine wanafanikiwa, unabaki tu hapo. Wewe unakuwa kama daraja tu ya kufikisha wengine. Ulisaidia wengine, wakati wewe unakuwa na shida, haunakosa mtu wa kukusaidia. But acha nikwambie kitu moja, kuna mambo mengine yasikuvunjishe moyo, yasikukatishe tamaa. Kuna njia ambayo Mungu ameandaa kwako. Acha Mungu akutumie kwa hiyo njia na ukubaliane nayo. Kwa sababu namna gani? Yesu akisema namna gani? Mtu ambaye atakayemfuata na ajitwike msalaba wake, yeye mtu huyo ajikane, kisha ajitwike hiyo msalaba na anifuate. Sio jambo rahisi. Ndugu yangu, sikia nikataka kukwambia, nataka kuzungumzia kuhusu njia za Mungu. Njia za Mungu ni za ajabu sana. Sikia, Mungu wakati mmoja ambapo wana wa Israeli walichoka kusikiza sana sauti ya Mungu, wakataka nao waongoze kama binadamu, waone nao mfalme akisimama mbele yao, waone nao mtu amesimama mbele yao, waseme kwamba mtu fulani ndio mfalme wetu. Na iko ore sana kwa maisha yako Mkristo, kama utataka kuanza kuishi kama mwingine, kama utataka kuanza kuongozwa kama mwingine, tuna Roho Mtakatifu ambaye tunahitajika atuongoze. Kuna neno la Mungu ambalo ni katiba kwetu ambayo inapasha tuangalilie hapo ndio tuongozwe nalo. Lakini ukitaka kuanza kuongoza gisi wengine wanaongozwa, ukitaka kufanya huduma yako kama ya mtu mwingine, ukitaka kuishi style kama ya mtu mwingine, utapoteza mwelekeo. Ndoa yako acha ikae kama ndoa yako. Usitaki kulinganisha na ndoa ya mtu mwingine. Biashara yako
unataka ya biashara yako ifanane jinsi unataka. Hapana kutaka kusema ifanane jinsi, sababu haujui mtindo yenyewe ule mtu ametumia. Haujui style ambayo amefanya ule mtu ili afikie hapo. Haujui ni vitu gani ambavyo umepitia ndani. Ukiona watu wengine kwamba leo wanaishi wakilia, sababu gani? Waliiga style. Na hata leo nakuta watumishi wengine kwamba huduma ambazo wanazifanya zimekuwa mtindo mpya. Wameiga mtindo mahali, wameiga style mahali. Hata akihubiri anahubiri style kama ya mtu fulani. Kaa jinsi ulivyo, kaa wewe. Israeli nao wakachoka, wakataka waone nao mtu ambaye atakuja simama mbele yao. Ndugu yangu, acha nikwambie, usiwahi kutegemea mtu katika maisha yako akusaidie katika maisha yako, ama awe ndio mwangaza katika maisha yako. Maana kunafika mahali ambapo anaweza akazimwa. Mwangaza wake ambao ulikuwa unatembelea ndani unaweza ukazimwa na ukabaki na wewe kwa giza. But ukitaka Mungu atembee na wewe, hakuna siku ambayo utatembea ndani ya giza. Na hii siku moja Israeli wakaamua, wanaambia Samueli, Nabii Samueli, sababu Nabii Samueli hapa ndio alikuwa nabeba mwangaza wa Israeli. Ni yeye alikuwa na taa ya Israeli. Ni yeye alikuwa anaelekeza wana wa Israeli. Alikuwa anatoa maneno kutoka kwa Mungu analetea Israeli. Sababu nabii ilikuwa kazi yake ya kwamba anatoa neno kutoka kwa Mungu analetea taifa la Mungu. Analetoka na neno kwa Mungu analetea mfalme. Na hapa walikuwa wanategemea sauti kutoka kwa Mungu. Lakini kafika muda ambapo wakachoka. Ndugu yangu, usichoke kusikiza sauti ya Mungu. Ndugu yangu, usichoke kutaka kusikia mausia kutoka kwa Mungu. Ukianza kuchoka kusikia sauti ya Mungu, utakuwa umeisha. Sababu ukitaka kuanza kusikiza wanadamu, kuisha kwako ni hapo. Maanguko yako ni hapo mbele. Lakini uniheri sana usikize sana sauti ya Mungu. Sikize sana sauti ya Mungu. Na hapa Israeli wakati ambapo walisema na Samueli alisikia kitu ambacho kimekuwa kigeni kweli. Amesikia kufadhaika. Lakini Mungu akamwambia Samueli, hawa watu hawajakukataa wewe. Fanya kile kitu ambacho wanakuambia. Wamenikataa ndio mimi. Na acha nikwambie, kwa sababu wamenikataa, mimi nitawapea mfalme. Na Samueli alikuja kujua ni mfalme gani ambayo atapewa wana wa Israeli. Huyu mfalme atawasumbua. Lakini wao aliwaambia hawakutaka kutekeleza, sababu mioyo yao ilikuwa tayari kutaka tu waongozwe kama watu wengine. Na sasa hapa kweli Mungu akafanya namna gani? Akawachagulia Sauli akawachagulia Sauli mtoto wa Kishi, na Sali wachagulia Sauli. Sasa ili Sauli aweze kupata huu uongozi, aweze kupata kujua kwamba ni yeye atakuwa mfalme wa Israeli, Mungu ametumia njia gani? Kishi baba yake amepoteza punda, na sasa amepoteza punda. Ikafika wakati ambapo anamwambia kijana wake Sauli ya kwamba punda zimepotea, kwa hiyo shika njia wewe na mtumishi wako, utafuta mtumishi mmoja ambao mtaenda naye. Na sasa mtaenda naye mwende mtafute hizi punda zangu ambazo zimepotea. Na sasa wameenda kutafuta hizi punda. Kweli wametafuta kila kona, wamekosa kuzipata. Hawakuzipata, hawakuweza kuziona. Wametafutisha mpaka kafika muda ambapo Sauli akakatishwa tamaa, akaambia mtumishi wake ya kwamba sasa tumekosa hizi punda. Baba yangu asije kuuliza, akaanza kutafuta sasa mimi, akaanza kututafuta. Lakini kijana akamwambia namna gani? Katika hii mji ambao tumefikia sisi sasa, kuna kuaga mtumishi wa Mungu ambaye anaheshimika sana. Kuna nabii wa Mungu. Kitambo walikuwa na waita wa muonaji. Na sasa ataweza kutuambia yale yote ambayo inafaa sisi kwa sababu ya hizi punda. Na ilikuwa desturi yao ya kwamba uwezi ukaenda kwa nabii mikono mitupu. Uwezi endea mtumishi wa Mungu mikono mitupu. Na sasa akauliza, sasa mbona hatuna kitu chochote, tutaenda namna gani? Na kijana akamwambia, hapa kuna kitu ambacho nimebakisha, tutampea mtumishi wa Mungu. Na kweli wakafanya hiyo safari, wakaendelea, wakaulizia hapo mbele, wakapata kujua mahali ambapo mtumishi yuko. Cha ajabu ni ya kwamba huyu mtu hakukuwa najua nabii. Na kwa bahati mzuri wakakutana nao. Hiyo siku Samueli alikuwa anakwenda kuandaa mtumishi, lakini yeye mwenyewe hajujui
Yeye mwenyewe hajitambui kama ile siku ilikuwa kusudi la Mungu ya kwamba hizi punda zipotee ili yeye aende kupakwa mafuta, ili yeye aende kuchaguliwa. Hana habari. Na ndio maana nataka kukuambia mtu wa Mungu ya kwamba kuna vitu vingine katika maisha Mungu anaweza kusudia vipotee ili uweze kupata vitu vingine vya thamani. Na kuna watu wengine ambao wanapoteza heshima zao kwa sababu ya kutokujua tu, kwa sababu ya kutokujielewa. Kuna watu wengine kazi zimeharibika, kazi zimepotea, ndoa zinapotea, biashara vinapotea. Na wakati vinapotea kweli, sometimes inaweza kuwa kusudi la Mungu, na mara nyingine inaweza kuwa kusudi la shetani, na sometimes inaweza kuwa kusudi la binadamu, na sometimes inaweza kuwa kusudi lako wewe ama wewe mwenyewe, kwa sababu watu wengine unapoingia katika maisha ya dhambi, acha nikwambie ndugu yangu, kuna vitu vitapotea kwako, kuna vipawa vitapotea kwako, kuna kazi ya Mungu ambayo itaharibika kwako, kuna maisha ambayo utakuwa umepoteza ukianza kuwa mtu wa kukunya pombe, kuna afya yako itapotea, pesa yako itapotea, na utajipata kwamba una lose destiny. Na sasa hapa wakati ambapo hii mambo ilikuwa imepotea, punda zilikuwa zimepotea, Sauli hakukuwa natarajia kwamba kuna kitu ambacho Mungu ameandaa kwake. Na ndio maana nataka kutia watu moyo, watu ambao ulipoteza ndoa, ulipoteza kazi, ulipoteza fiancé, ulipoteza biashara, ulipoteza ukaona ni kama destiny imepotea. Nataka kukwambia kwamba usiogope, usiogope, sababu kile kitu ambacho Mungu ameandaa kwako, sometimes Mungu anaweza kufanya mtengane na marafiki tu, ukapoteza marafiki na hukujua kama hao marafiki walikuwa wabaya na walikuwa na nia mbaya ama walikuwa na kusudi mbaya kwa maisha yako kesho. Na but Mungu anafanya tu ile uhusiano umepotea. Kwa hiyo hapana kuregret. Ukiona kitu kinapotea kwako, hapana kuregret. Sometimes Mungu anaweza acha vile vitu vyenye havina thamani vipotee kwako. Wewe ulikaona kama ni vya thamani vikapotea, na sasa Mungu akaacha vipotee. Hujui kama Mungu ameandaa vitu vya thamani zaidi, vitu vya thamani zaidi. Na ndio maana hapana kulia, hapana kujutia. Eti sasa nimepoteza kazi, siwezi pata ingine kama na hii. Nimepoteza hii ndoa, sijui kama naweza pata ndoa kama na hii. Nimepoteza watoto, sijui kama naweza pata watoto kama tena hawa. Nilikuwa na marafiki ndio wamepotea, sijui kama naweza pata marafiki tena kama hao. Nilikuwa na ndoa ndio ikaisha, sijui kama naweza. Acha nikwambie, hakuna mtu amewahi kugusa store ya Mungu. Hakuna mtu amewahi kutikisha store ya Mungu, sababu katika store ya Mungu kila kitu kiko, kila kitu kiko. Hakuna mtu amewahi kugusa hata nusu, hata robo, hata kota ya baraka za Mungu, ya store ya baraka za Mungu. Ndio maana nataka kukwambia mtu wa Mungu, chochote ambacho kilipotea kwako, kuwa na moyo wa kushukuru Mungu tu, kuwa na moyo wa kushukuru Mungu tu. Unaweza ukapoteza ndio pesa na ukaanza kulia. Yawezekana Mungu alitaka hiyo pesa ipotee ili isaidie mtu mwingine, na sasa isaidie mtu mwingine, Mungu anakungojea kesho akupee zaidi ya ile kiwango ambacho ulipoteza. Unapopoteza kwa kusudi lako peke yako, ndio unakuwa na shida ya kweli ya kupata urejesho. But Mungu akikusudia wewe upoteze ile jambo, si kumaanisha kwamba hautapata vitu vya thamani. Mungu anakuandalia vitu vya zaidi. Na sasa sikia nikwambie hapa, ilikuwa kitu cha ajabu sana. Sababu gani? Hata Yesu alipoteza thamani yake kwa watu ili mimi na wewe tukuje kupata hiyo thamani, ili apate utukufu tena zaidi. Na wewe nitaka kutia kitu moyo wa kwamba nikwambie kwamba wakati ambapo Sauli alikuwa anatafutisha punda, hakujua kama Mungu alishaandaa kwamba ni yeye ambaye anastahili kuwa mfalme. Na hapo ukisoma maandiko vizuri itakwambia namna gani, mpaka wakati ambapo nabii anamwambia Sauli ya kwamba mimi ndio mwonaji, fatana na mimi kukuje mahali ambapo ninaenda kufanya sherehe. Na akamuleka, maandiko yanasema akamuleta mahali pa heshima. Sasa alianza kumwambia namna gani, ndugu yangu, wewe ndiyo Mungu ameandalia hii mali yote ya Israeli. Kwa hiyo usiogope, usiwe na mashaka, ni wewe utakuwa mfalme, utatawala Israeli. Huyu jamaa aliogopa, alisema namna gani, mimi ni mdogo, familia yetu ni wadogo, sisi ni wadogo, sisi kabila la Benjamin, sisi mimi sasa ninaweza kuwa nani? Mimi ninaweza kuwa nani? Mimi ndio nikuje kuongoza. Yeye mwenyewe hakujisamini, alijiona mnyonge, alijiona duni, astahili kupewa hiyo nafasi, na akashindwa kuelewa. Maana maandiko yanasema namna gani, mpaka nabii akamleta mahali pa heshima.
akamleta mahali pa heshima, mahali ambapo kulikuwa na mkutano. Ni kama vile sasa president anakuleta mahali ambapo kuna jamaa gavana, maseneta, ma MCA, ma MP, mnashindwa kuelewa, na wewe uko mtu uko chini, umetolewa uko chini, maisha yako imekuwa chini, labda umekuwa kama chokora, umeletwa katika. Niambie, mtu ambaye alikuwa anafatana na punda, inamaanisha kwamba maisha yake ilikuwa ya chini. Mtu ambaye anachunga punda ni mtu ambaye maisha yake ilikuwa chini, ni mtu ambaye alikuwa ananukia harufu nyingine, sababu punda hazitoi marashi. La, acha nikwambie mtu wa Mungu, acha nikwambie mtoto wa Mungu, ile vitu ambavyo unapoteza leo, hapana kujutia. Ndio maana unampenda Ayubu, akuregreti kwa sababu ya kupoteza watoto, hakuregreti sababu ya kupoteza mali, hakuregreti kwa sababu mwili wake umechakaa, but kitu moja ambacho alikuwa anajua kwamba ni Mungu ametua, na kama Mungu ametua, jina lake libarikiwe, jina lake litukuzwe. Ndio maana nataka kuambia mtu wa Mungu, usiwahi kulilia vitu ambavyo vimepotea, usiwahi kuregreti sababu ya vile vitu unapoteza. Yawezekana hiyo mambo inaweza kuwa inapotea leo, ili kesho Mungu akuandalie utukufu, ili kesho Mungu akuandalie heshima. Na huyu Sauli alikuwa mtu wa kudharauliwa, lakini siku moja akajipata ameingia miongoni mwa watu ambao wameheshima. Na kwa sababu gani? Hangiwahi kukaa meza moja na Samueli, lakini hiyo siku akapata kukaa meza moja na Samueli. Na jambo la ajabu, Samueli alikuwa anaambia mtumishi wake ya kwamba kuna sehemu ya nyama, bakisha hayo kando, sababu kuna mtu ambaye ninajua atakuja kuingia katika mkutano, hiyo sehemu itakuwa yake. My God, acha nikwambie, kuna sehemu ambayo Mungu amekuandalia wewe. Na wakati ambapo Sauli alipoingia katika hii meza, akamwambia mtumishi Samueli, akamwambia mtumishi wake, leta sasa ile kitu, ile sehemu nilikuwa ninakwambia ulete, ukuje upee mtu. Kumbe huyu ni mtu ambaye ni wa heshima. Kumbe wewe ni mtu wa heshima. Ingawa leo unadharauliwa, ingawa leo unaonewa, ingawa leo unapitia mambo mazito, leo unapitia mambo magumu, hauna furaha, hauna amani, unakosa kuona, ni kama sasa unashindwa kuelewa hata hii maisha ninapitia na mambo, sababu ninajua kipindi kama na hiki, wengine kazi zimeisha kweli, wengine biashara vimeisha, ndio, wengine hata ndoa zimeisha. Acha nikwambie, umepoteza haya mambo yote, umepoteza connection bwana. Acha nikwambie ndugu yangu, hapana kuogopa, hapana kufadhaika, hapana kunungunika, maana ninajua kesho yako itakuwa beta, kesho yako itakuwa beta, kesho yako itakuwa mzuri sana, kesho yako Mungu ameitengeneza. Mwezi huu ni mwezi wa 10, tunasalia na siku chache tuweze kumaliza mwaka. Ndugu yangu, acha nikwambie, ile heshima ulipoteza, ile mali ulipoteza, ile kazi ulipoteza, ile biashara ulipoteza, hiyo ndoa ulipoteza, hizo connection ulipoteza, tarajia kwamba Mungu anaweza kujitokeza kwa njia nyingine. Yawezekana Mungu alikusudia hayo mambo yapite tu, na ili atengeneze mambo mengine mapya. Maana ninajua kama Mungu anapopoteza mambo kwako, kama ni Mungu amekusudia potee kwako, acha nikwambie mteule wa Mungu, utakuja kupata mambo mengine ambao si ya kawaida, si ya kawaida. Sababu ninajua kwamba ukipoteza mmoja, wakati Mungu anapoanza kukurejeshea wewe, ndugu yangu, utaona mshangao, utaona mshangao. Sababu hesabu ya Mungu ni kuongeza na kuzidisha, ni kukupanua na kuinua. Ndio makusudi ya Mungu kwako. Hapana kuogopa, hapana kuogopa, na hapana kukaa kuangalia nilipoteza. Ndio, kama ulipoteza, Mungu hajapoteza, Mungu hajapoteza hizo vitu ambavyo unaona kwamba vimepotea. Mungu bado anavyo vyote, sababu dunia na vyote vijazavyo ni mali yake, na wewe ni mali yake. Na ikiwa ni mali yake, anza kutarajia kusema kwamba nisikae. Maana ninajua hata wengine wamepoteza huduma, wamepoteza vipawa, sababu ya shughuli za maisha, sababu ya tamaa za maisha. Acha nikwambie mteule wa Mungu, usingekuwa kama watu ambao hawajui ni nani ambao wanatumikia. Kama umepoteza, rudia kwa Mungu tu. Kuna watu wengine ulikuwa unasema kwamba mimi kitambo kweli nilikuwa ninaomba sana, leo haombi sana. Umepoteza hiyo neema ya maombi. Ulikuwa unasema kwa mimi nilikuwa nina fast, leo hauwezi ukafast. Umepoteza hiyo neema. Mwambie Mungu akusaidie tena. Ulikuwa wewe ni mtu ambaye ulikuwa unatoa sana, leo hautoagi tena. Mwambie Mungu akusaidie hiyo neema tena irejeshe. Kuna watu ambao walikuwa na kitambo, ulikuwa unasema namna gani? Mimi nilikuwa ninaona maono, na nikiona maono naona inafanikiwa. Nilikuwa ninaota ndoto, na nikipata ndoto naona hizo ndoto zinafanikiwa, naziona tena, naona ile mambo tu niliota naona inaonekana. Lakini leo sasa, leo hauna tena kitu. Kitambo ulikuwa nasema nilikuwa nasikia sauti ya Mungu, na nikisikia sauti kweli naona ile mambo yanatokea kama vile nilivyosikia. But leo yale mambo yamepotea. Mwambie Mungu akusaidie tena, urejee tena ile nafasi.
Sababu unapopoteza pia maisha matakatifu, unapopoteza uhusiano wako na Mungu, ile hatua ambayo ulikuwa nayo kitambo inapopotea, ndugu yangu, itabidi umwambie Mungu akusaidie urejee tena ile nafasi. Sababu Mungu unaporejea ile nafasi, ndugu yangu, kurejea ama kupata vitu kwako, maana sisi tunahitajika kutafuta sana ufalme wa Mungu na kufanya haki yake. Kutafuta ufalme wa Mungu na kuishi haki yake ndio itakuja kuleta hii mambo yote. Kwa hiyo Mungu akusaidie, hapana kuogopa, hapana kufadhaika, hapana kujiona duni. Ni kuona ni kwamba sasa haiwezi tena rejea. Hata kama mambo yako imeharibika, yawezekana Mungu amekusudia yaribike ili aweze kutengeneza mengine mazuri. Nataka kukutia moyo, nikwambie mtu wa Mungu, Sauli wakati walipoteza punda, na kitu cha ajabu ni ya kwamba hizi punda zilikuja kupatikana. Hiyo mambo ambayo uko napiganisha kupata wewe, yale mambo yako tu duniani. Uko unapiganisha kupata nyumba, unapiganisha kupata gari, unapiganisha utapata ndoa, unapiganisha gisi unaweza kupata mali ama biashara. Hiyo vitu vyote viko hapa chini ya jua. Viko hapa chini ya jua na utavipata tu. Kwa hiyo uwe na imani tu. Uwe na imani. Inahitajika tu kwako kurejea mahali ambapo ulipopotezea. Kumrejea tu Mungu tu. Sababu hiyo mambo yote iko. Pamoja na yote, huyu ndugu kwa kuona kwa umepoteza punda, lakini kuna heshima Mungu alikuwa anaandaa hapa. Na wewe kuna heshima Mungu amekuandalia. Ingawa umepoteza heshima leo, kuna heshima Mungu amekuandalia zaidi ya hiyo umepoteza. Sababu utukufu wa pili wa nyumba hii utakuwa zaidi, utakuwa mzuri sana kuliko ule utukufu wa kwanza. Kwa hiyo nitake kukuambia kwamba ile dharau ambayo umepitia ndani, ile majozi ambayo umelia kwa muda mrefu, ile aibu ambayo umepitia kwa muda mrefu, wale watu ambao umepoteza kwa maisha yako kwa hii wakati, ndugu yangu, Mungu atakupea wengine wazuri. Mungu atakupea mambo mengine mazuri. Kwa hiyo nataka kuambia kwamba jipe moyo, inua imani yako na uendelee kutegemea Mungu. Bwana akubariki, Bwana kutende mema, na uone fahari za Bwana, uone nuru ya Bwana ikizukia maisha yako. Usiwahi kushindwa tena, na usiwahi kukaa chini ukililia vile vitu ambavyo vimepoteza. Vile vitu ambavyo vimepotea, kuna vitu vingine vikipotea, acha vipotee. Kama ni marafiki, acha wapotee. Lakini usipoteze makusudi ya Mungu kwa maisha yako. Usipoteze neema ya Mungu katika maisha yako. Usipoteze wokovu katika maisha yako. Bwana kusaidie na Bwana kutie tena nguvu. Acha kukaa ukiangalia jinsi ulipoteza. Acha kukaa ukilia kwa sababu ulipoteza. Mungu anaweza akakurejeshea tena. Mtu asikudanganye kwamba sasa hivi ulipoteza, haitawezekana tena. Itawezekana. Itawezekana. Kwa sababu ukiwa na imani, yote inawezekana. Bwana kubariki na Bwana kutende mema. Uwe na siku njema. Tumeanza mwezi wa 10. Kwa hiyo uanze kuona kwamba mwezi wa 10 utakuwa tofauti. Mwezi wa 10 uanze kuona tofauti. Usitake watu waanze kukuonea tofauti. Wewe uanze kuona mwezi wa 10 kwamba ni mwezi wangu wa kubarikiwa, ni mwezi wangu wa kutendewa wema, ni mwezi wangu wa kuinuliwa, ni mwezi wangu wa kufarijika, ni mwezi wangu wa kutiwa nguvu, ni mwezi wangu tena wa kuona faraja za Bwana, ni mwezi wangu tena wa kupata tena ushindi zaidi. Maana Mungu anataka tuweze kufikiria katika mategemeo ama katika malengo yetu. Mungu anatamani ya kwamba uweze kuishi ile maisha ambayo yeye anataka. Kwa hiyo Mungu akusaidie. Yawezekana kuna mahali ambapo ulilose control, ulipoteza control, lakini saizi jitambue na kujielewa ya kwamba wewe ni nani. Kama ulipoteza hii mambo, kama mambo yalipotea, kwa hiyo usiangalie kupotea, angalia kuanza kusimama tena vizuri, na Mungu atakutendea tena mema, na Mungu atakurejeshea tena. Kama Ayubu alirejeshewa, na wewe unaweza kurejeshewa tena. Kwa hiyo Mungu akusaidie, Mungu akufungue macho, uone nuru ya Bwana. Bwana kubariki. Mwezi huu wa 10 natangaza ya kwamba utakuwa mwezi wa neema kwako, utakuwa mwezi wa kufurahia kwako, utakuwa mwezi wa kicheko kwako. Sababu ninajua maandiko nasema namna gani, heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo wake. Na sasa tunakaribia kuelekea mwisho wa mwaka. Tunaelekea mwisho wa mwaka. Tunabisha mwisho wa mwaka. Tunabisha hapa mwisho wa mwaka. Kwa hiyo nataka kuambia kwamba usikatishwe tamaa. Within 2 months, miezi miwili ambayo inakuja hapo sasa mbele, unaweza ukashangazwa na Mungu. Usiogope. Kwa hiyo Mungu akubariki. Mungu akubariki. Miradi ambayo inaweza chukua miaka 5, Mungu anaweza kutendea nayo na mwezi mmoja. Anaweza kutendea nayo na wiki moja. Ile pesa ambayo wengine wanasave ili wafanye jambo, Mungu anaweza kubariki nayo na siku hiyo moja. Sababu njia za Mungu si kama na za binadamu. Na hii njia Mungu alitumia kwa Sauli, baba yake poteze punda na kisha mtume yeye.
aende kuzitafuta, kumbe aende kutana na destiny ya maisha yake, aende kupakwa mafuta, aende kuambiwa kwamba ni wewe utakuwa mfalme wa Israeli, ni wewe Mungu ameandalia mambo makuu katika Israeli. Ndugu yangu, na wewe ile mambo ambayo umepitia inaenda kukuandalia utukufu hapo mbele. Hiyo ziki ambayo umekabiliana na kwa maisha inakuandalia sifa hapo mbele. Hiyo mahaibu umepitia, kuna heshima yako hapo mbele. Kwa hiyo usiogope. Labda Mungu alitumia tu ile watu wakuone kawaida, lakini kesho watasema kweli kuna kuaga Mungu. Kuna kuaga Mungu. Bwana akubariki na Bwana akuinue. Inua imani yako na uone wema wa Bwana. May God bless you so much. Kwa majina nimekukumbusha tena, ni Apostle Juma David. Nimeokoka na Yesu Kristo ni Bwana mwokozi wa maisha yangu. Na namba zangu labda ungetaka tuombe pamoja. Namba zangu ni 070 6642 707. Bwana kubariki na mwezi uanze mwezi wa baraka, uanze mwezi wa ushindi. Kama wewe ni mgonjwa, upokee uponyaji. Kama uko chini, pokea kuinuliwa. Kama umekataliwa, pokea kibali cha kukubaliwa. Kama hauna hata mtu, Mungu akupee mtu katika jina la Yesu Kristo. Ulikuwa chini, hauna kazi, Mungu akupee kazi katika jina la Yesu Kristo. Kama biashara yako iliisha, Mungu akupee mtaji katika jina la Yesu Kristo. Mungu akuconnect na baraka zako katika jina la Baba, Mwana na la Roho